Juzi nilikuwa na baba mmoja ana miaka karibu 78 na tukawa tunaongea naye kuhusu Roho Mtakatifu. Akaniambia, Father, mimi nasali, napenda sana kuhudhuria misa, napenda kusali rozari takatifu, kusoma Biblia, lakini kama kuna kitu kinanishinda, sijui kuomba kupitia kwa Roho Mtakatifu. Nashindwa, yani akijaribu kufikiria Roho Mtakatifu hapati picha kamili. Na ni ukweli kwa watu wengi kwamba Roho Mtakatifu hatumuelewi wakati mwingine, na sio kwa sababu ni mgumu kuelewa ama yupo mbali nasi, lakini kwa sababu tushajiwekea picha za kichwani kwamba Roho Mtakatifu hata anapokuwa kati ya watu, anapokuwa na watu, lazima kuwe na vituko. Watu waongee kwa ndimi, wengine waanguke, sijui wengine wafanye nini. Yes, watu wanafikiria hivyo. Na utasikia watu wakisema kama kwa jamii ambayo nimezaliwa, tukiomba kama tulivyoomba leo hapa, wanasema anatokwa na Roho. Tumsifu Yesu Kristo. Anatokwa na nini? Na Roho. Na ameanza kuongea kwa ndimi, sijui na nini. Ni sawa. Kama Roho Mtakatifu amependa kujidhihirisha kwa njia ya watu kunena kwa ndimi, ni sawa. Akijidhihirisha kwa kicheko au furaha, ni sawa. Ni sawa. Lakini swali ni je, anapokuwa pamoja nasi tunamtambua? Ndio swali. Jumapili nilikuwa naambia watu, sisi tunapoanza ibada yetu tunaanza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Ubatizo wetu ni kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Nafsi ya tatu ya Mungu ni Mungu mmoja. Roho Mtakatifu sio Yesu, na Roho Mtakatifu sio Mungu Baba, na Roho Mtakatifu, Yesu sio Roho Mtakatifu, na Baba sio Roho Mtakatifu. Ni nafsi tatu za Mungu mmoja. Na ili tuweze kuelewa zaidi, ukiangalia upendo uliopo, kwa maelezo rahisi sana, upendo uliopo kati ya Baba anampenda Mwana sana, na Mwana anampenda Baba sana. Mazao ya upendo wao tunaweza tukasema ni Roho Mtakatifu. Sasa kwa hivyo upendo wa Baba kwa Mwana, upendo wa Mwana kwa Baba, tunapata Roho Mtakatifu. Yaani ni Roho Mtakatifu ambaye anatusaidia sisi kuelewa maisha ya umungu. Na ndio maana Yesu anasema, ninayo mengi ya kuwaambia. Kwa mfano, ukisafiri uende Ushago, umetoka Ulaya ama umetoka Nairobi siku hizi Nairobi sio kubwa kama tulivyokuwa tunafikiria tukiwa Ushago. Tungeona mtu wa Nairobi amekuja, ama mtu mwingine alikuwa anakuja na ile mkate kubwa hivi. Ilikuwa inaitwa sijakuwa nyumbani kwa muda mrefu, ilikuwa inaitwa kubwa hivi. Na walikuwa wanatuelezea Nairobi, unasikia Nairobi kuna majengo marefu, kuna lift, sijui kuna nini, kuna mataa, watu wakitembea barabarani matando inaonyesha mnaenda wapi. Yaani ukiwa kijijini hizo vitu zinakumesmerize. Si kweli? Na tulikuwa tunakaa wakati mwingine hapo jikoni tunaota moto, kwa wale ambao wamelelewa vijijini. Tunasikiliza hizo story. Na wakati mwingine zilikuwa zinaenda mpaka saa 8, saa 7, saa 9. Anasema twendeni tukalala kwa sababu yale yote ambayo nimekuja nayo siwezi nikawahadilia kwa dakika moja. Ndivyo Yesu anavyowaambia wanafunzi wake kwamba maisha ya Mungu Baba, upendo wake kwenu na kazi yake kwenu ni kubwa, siwezi nikawaelezea kwa dakika moja. Lakini yupo anayekuja, na huyo atakapokuja atawaongoza katika kweli yote, katika ukweli wote. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anapokuwa pamoja nasi, hamna nafasi ya uongo,
Sasa kipata uko na uongo mwingi, ujue Roho Mtakatifu yuko hapo. Unajua kuna watu maneno 10 wanayoyanena 9.1 ni uongo kwa pamoja. Yaani hawezi akakaa bila kusema nini? Na ukiwa unasema uongo sana, shetani anakutumia sana, kwa sababu ni baba wa uongo. Katika ukweli hamna uongo, na katika ukweli kuna haki, kuna msamaha, kuna huruma, kuna kujali mahitaji ya wengine, kuna kuwaelewa wengine na kuwapokea jinsi walivyo. Katika ukweli hakuna mauaji, hakuna mateso. Siku hizi tunasikia kila sehemu ni kamata, piga, achia mtu. Akitaka kufa afanye nini? Viongozi wa kiserikali hawataki kukosolewa. Mtu akisimama aseme hapa hapaendi sawa, huyo anaonekana ni adui, kwa sababu tumezoea uongo. Na ukiangalia wanasiasa siku hizi wakianza kuhutubia watu wanasema uongo. Kwa mara ya kwanza tumepata nguvu ya kusema vitu jinsi vilivyo. Mlizoea kuambiwa tutawaletea maji, mnapiga vigelegele, mnatoa barabara vigelegele, na mama nyinyi ndio mnachemsha, kwa sababu hizo vigelegele ndio mnaenda kufanya nini? Piga. Juzi nimeona vijana wasema wamepewa 100 mahali fulani ili wampige kiongozi fulani, na wakasema tulipewa 100 tukupige, lakini hatukupiga, tutavuta bangi na hiyo 100. Unaona? Alipo Roho Mtakatifu hakuna uongo, na ukweli unauma. Na ukisikia ukweli unauma, ni mwaliko, badilika. Tunaona katika maeneo yetu, katika eneo hili letu la East Africa, viongozi wanataka kuambia ukweli. Hata sisi wenyewe tunataka kuambia ukweli. Sawa. Tukiambiwa ukweli tunakasirika. Mzazi mtoto akikwambia ukweli, unafanya nini? Jana nilikuwa naambia watu kwenye jumuiya fulani, kwenye PPG fulani, kwamba tukiambiwa ukweli tunakuwa wepesi sana wa kukashifu, wa kukanusha. Kama ni mama anasema hapa ni kwangu, kama mmekuwa wazima sana muondoke muende, otherwise mtaishi jinsi ninavyotaka. Pani kwangu, sababu umeambiwa ukweli. Na mzazi hakuna kitu kibaya kama mtoto kujua yeye ni muongo. Kama mama huaminiki na mtoto, nani atakuamini? Atakuamini? Mnajua jinsi wao mnatuskandalize kwa angalieni tabia zingine. Ukiangalia maisha tulipokuwa tunalelewa, kama kuna kitu mama ama baba alifanya kikakuskandalize, mpaka sasa ukimwangalia unamwangalia kwa macho mengine, sema huyu ni mama, lakini navumilia tu. Ukweli ama uongo? Wale walitupeleka kwenye njia za kweli. Ukikaa chini ukumbuke mama au baba, unasema isingekuwa ni baba, isingekuwa ni mama, mimi ningekuwa wakufa. Kwa sababu kuna mwongozo fulani alifanya nini? Katika kulea watoto, Roho Mtakatifu awe pamoja nasi. Tuwe wa kweli. Waambieni ukweli. Na ukweli unauma. Na tukikosea tuwe wepesi wa kuomba msamaha. Ombaneni msamaha nyinyi na wenzenu wa ndoa. Ombeni watoto msamaha. Hautafanyika kuwa mtoto ukikiambia mtoto pole. Kwa pamoja. Kuna wengine tukikasirika, watoto tukasirika, atanitafuta. Atakuwa na laana. Huyo anijui. Umemkosea mtoto, lakini unataka mtoto aje akuombe nini? Msamaha. Halafu naanza kulaani. Hiyo laana haifiki hapa, nakwambia. Sasa haifiki wapi? Hapo. Maana haina sababu. Tuwe pesi wa kuomba msamaha. Kama nilikosea dada yangu mkubwa mdogo, kaka mkubwa mdogo, nilisema kumhusu, akapata kujua, ama nilifanya kitu, Roho Mtakatifu anishinikize ndani yangu, ndani ya moyo wangu, nipige simu niseme, Roho, kuna mahali nilikosea, nilikuchukulia vibaya. Kuna wengine vinyongo tunaviweka kama ni pesa.
vingekuwa pesa, wengine wengi mngekuwa matajiri, ungekuwa unaishi Dandora. Mngekuwa tushahama. Tukaenda wapi? Dubai. Sio Karen ni hapa. Dubai. Uko na apartment kama kinyongo ni pesa. Maana ungeuza. Tumebeba. Kwa Roho Mtakatifu kuna kweli, kuna msamaha. Pia amesema kwamba huyo Roho Mtakatifu hata kuja kujishuhudia yeye mwenyewe. Atakayoyasema ni yale atakayokuwa ameyasikia, atayasema na kuwatangazia ninyi mambo yajayo. Sasa hapa pananifurahisha sana. Ila sikilizeni vizuri. Kwa maana hatasema ya kwake mwenyewe, ila atakayosikia atayasema na kuwatangazia ninyi mambo yajayo. Mambo yajayo. Atatuambia kuhusu kesho yetu. Sawa? Yes. Sayansi haina uwezo wa kutabiri kesho kutakuwaje. Elimu haina uwezo wa kusema dakika ijayo kutakuwaje. Nani anajua atakufa siku gani? Nani anajua nini kitakuwa? Mbona? Vitu vyote tulivyo navyo havijatuwezesha kujua kesho, na sio tu kesho kwa njia hiyo naoangalia, lakini pia maisha ya baadaye katika Mungu. Ni huyu atakaye tu angazia na kutufanya tujue. Kwa hivyo ina maana ikiwa atanitangazia nini sisi, atatutangazia sisi mambo yajayo. Mkristo hataishi kwa hofu. Sawa? Hata uliza nitakula nini kesho. Hata uliza watoto wangu wataishia wapi kesho. Hata uliza mimi ni nani anayenipenda ama nani anayenijali. Hata angalia mahusiano ya huku duniani ili ampatie sijui uimarisho ama nini. Atakuwa amemwangazia Mungu wake na Mungu wake peke yake, kwamba msaada wangu ni kwa nani? Kwa Mungu. Na Zaburi itakuwa ya kweli kwake, kama japo nitapita kwenye bonde la uvuli wa nini? Sitaogopa, maana utakuwa pamoja nami. Atasema nitainua macho yangu na kuangalia milimani, msaada wangu utatoka wapi? Utatoka kwa Bwana. Atasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Hata ogopa chochote, kwa sababu anajua kesho yake ipo mikononi mwa nani? Lakini kuna watu wanaishi kana kwamba hakuna kesho, kana kwamba hakuna maisha ya baadaye. Wanaishi tu leo tu. Tule tunywe, I don't care. Sawa? Na kwa hivyo hata hakuna haja ya kwenda kanisani, hakuna haja ya kujisadaka, aidha wewe mwenyewe, nguvu zako, majitoleo yako, ni hivyo tu. Enjoy maisha. Ndio utasikia, "Ego my dear to the sherehe." Uko wapi my dear to the sherehe? Kwa sababu maisha ni haya. Sawa? Maisha ni mafupi haya. Lakini kuna maisha ya kesho. Sisi sio wananchi wa hapa. Sawa? Hata kama viongozi huenda wakati mwingine wakaona kama sisi ni mali yao, ni mbuzi na kondoo zao, wanatufuga mahali wanapotaka. Sisi sio hapa. Ukweli ama uongo? Sio hapa. By the way, hii kitu kama wewe basi nyumbani. Na atakayetufunulia siri za maisha yajayo ni Roho Mtakatifu. Atatujulisha kwamba kuna Mungu mbinguni ambaye anatuandalia sehemu. Na sehemu zetu zikikamilika, tutaenda tuwe pamoja ili popote alipo nasi tuwe. Na tutamuona jinsi alivyo. Nani atakayetufunulia mambo? Roho Mtakatifu. Akiwa hayupo, dunia itatuambia kwamba uwa jirani ili uchukue shamba. Pambana na jirani au kaka yako ili ujiongezee sehemu ya urithi. Haribu watoto wa jirani ili wakwako sijui wainuke. Waendee sijui ufanye nini. Kutembea uchi usiku na mchana ili baraka zote sijui na nyota zao zikamatwe zije kwako. Shindwe kwa jina la Yesu. Kwa maana haya maisha ni ya dakika hiyo. Ni kufunga na kufungo. Kwa tumeondoka basi nyumbani. Atakayetupatia hilo shinikizo ni nani? Nani atakayetushawishi ndani yetu kwamba ipo sehemu
tutakaoenda, na maisha ya huko ni marefu kuliko haya ya hapa. Si Roho Mtakatifu? Na kwa hivyo tunapojiandaa kwa ajili ya ujio wake, tunapoimba hizo nyimbo ambazo nimesikia mkiimba nikiwa kule nchini, uje Roho Mtakatifu, acha huo wimbo utoke moyo. Na Roho Mtakatifu akiitwa anakuja. Anafanya nini? Mimi nimemuona akifanya kazi kwa macho yangu. Huu ni ushuhuda. Sawa? Nimemuona akifanya kazi katika maisha ya watu. Huenda kwako hajafanya kwa njia wazi sana ya kuonekana, lakini yuko. Maana ni msaidizi aliyeahidiwa kwetu kwamba atakuja na atawasaidia. Atakuwa mwalimu, atakuwa kiongozi, atakuwa mtetezi, atakuwa mwombezi. Sehemu ninayopenda zaidi ni kwamba anasali ndani yetu kwa kuugua kusikoelezeka. Kwa pamoja, ukiingia wakati mwingine katika sala, unasikia kilio cha ndani. Unasikia kuna maombi yanatoka ndani, sio ya hapa. Yanatoka ndani. Wakati mwingine wengine umejaliwa ukiwa umelala usiku, unaamka ni kama ndoto, unaamka unasikia kuna kitu ndani yako kinasali. Mshaipata hiyo nafasi? Sio ya kawaida, lakini inajitokeza kwa ile mambo unasikia kuna Roho Mtakatifu. Wakristo wa Katoliki, mwiteni huyo Roho Mtakatifu. Msisubiri mkamuone kwa madhehebu mengine ati anatokwa na Roho na wengine mnakimbia. Mwiteni, yuko pamoja nasi. Tumebatizwa kwa jina lake, tukapewa kipaimara kwa jina la nani? Yes, na akashuka katika sadaka hii ya misa. Tutamuomba leo, tunakuomba umtume wako mtakatifu ili atakavyochifuze vipaji hivi viwe mwili na damu ya nani? Kristo. Na dakika hiyo sisi hapa tunaliomba na linafanyika. Kalimaji hivi mnasikia hii kitu kwamba tunamwambia nafsi ya tatu ya Mungu, takatifuza njoo, takatifuza vipaji hivi. Na hii sio sadaka ya padri, ni sadaka yetu. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Na siwa sisemi ninaomba, tunakuomba mtume wako mtakatifu. Huyu ndugu zako atatuwezesha. Na Yesu amesema yeye atanitukuza, kwa maana atatoa katika yale yaliyo yangu na kuwatangazia ninyi. Kwa hivyo hizi kazi kubwa za miujiza ya Mungu, iwe mikubwa iwe midogo, zinamletea Yesu sifa na utukufu, zinamtukuza Yesu na sio sisi. Sisi hatuna uwezo wa kumtukuza Mungu asipotuwezesha Roho Mtakatifu. Kwa maana tusiposifu katika roho na kweli, maneno tutakayotoa ni kelele, sawa, lakini katika roho na kweli Kristo atapata kutukuzwa kwa njia ya Mtakatifu. Tumuombe Yesu katika familia zetu. Tunapoingia kwenye rozari, tusiingie kwa sababu ni zamu yako kuongoza au ni mazoea. Kuna familia zinasali kwa mazoea. Na mimi nafikiri wakati mwingine vizuri kusali rozari kabla hajakula. Tusifize Kristo. Unajua watu wa kila digestion inaanza, tunaanza kulala. Mmekula ugali hivi. Na wakati ugali ilikuwa inatafunwa, the activity that was in that house. Wacha tu tuingie kwenye sala. Usingizi, shetani anafanya. Mnalala wote. Sasa mkiamka, tulikuwa kwenye kifungo cha ndani. Nani anakumbuka? Tumalizie kesho. Tunaenda kula. Wengine wetu tunasali tukiwa kitandani. Mazoea. Hivi unaingiaje kitandani kabla hujasali? Unaelewa? Mimi nilikuwa na hizo tabia, napata nimekuja rozari zimevunjika kwa sababu sasa umeilalia ikiamka imekatika. Tusali kabla tujaingia wapi? Kitanda. Na by the way, kitu kimoja huwa naambia watu, kwenye kitanda chako hapo kando pawepo na mati, kamkeka.
na uwe na mkataba na akamkeka kwamba sitawahi kukukanyanga ama kwenda juu yako hivi niingie kitanda, wewe lazima nitakupigia magoti, nitapiga magoti hapo. Kwa hivyo hata kama umekasukuma chini ya kitanda katoe, piga magoti. Hapo utapata idhini ya kuingia wapi? Kitandani. Na kama utaingia kitandani, ukiingia iwe ni muendelezo kwa ulichokifanya hapa. Wakati mwingine ni vizuri kutafuta usingizi na rozari. Sawa, kama umaliza kusali vizuri kwa heshima, baadaye unaweza kuingia kitandani kwa ajili ya mtazamo kale Bwana Yesu Kristo. Tumesema hata ukilala, umelala na yeye? Yesu. Hapana, tuomba kesho. Unajua tumeshita sijui tuomba kesho. Kila mtu ajiombee. Hamjiombei. Naye shetani ni nani? 24/7 he is at work. Anazunguka usiku na mchana. Halali. Na Yesu alituambia, baba huyu wa uongo halali. Anazunguka usiku na mchana akitafuta roho za kufanya nini? Za kuangamiza. Sasa kama hujaomba, si atakuja? Tuna msaidizi aitwa Roho Mtakatifu. Kama hujamuelewa, njoo nikusaidie. Njoo nikueleze. Mimi kuna litania moja ya Roho Mtakatifu. Nilisema nitakuwa na isali kila nitakapoweza. Sio kila siku, kadri na sahau. Lakini nafungua hata kama ni simu, eka tu the litany of the Holy Spirit. Unasema tu hiyo litania. Tuko pamoja? Wakati unatembea mkija kwenye misa, mwambie Holy Spirit, I'm going to be aware. Nitajaribu sana nitambue uwepo wako. Ka upepo kanapokuja, ukitembea hivi, mwambie Roho Mtakatifu, natambua uwepo wako. Upumu hapo, hiyo. Unajua unapumua mpaka sasa? Hiyo ni pumzi ya nani? Mungu. Wewe acha izime tu sasa hivi. Uone venye tutakimbia hapa. Tutatoka tukuache hapa. The Spirit of God within us. Ndio inatupatia uhai, sio? Akifanya tu hivi, izimike. Ni kama huu mshumaa. Mshumaa utabaki tu. Lakini moto hau. Ndio maana tunasema mwili wa fulani. Sio fulani tena. Sababu kilichokuwa ndani yako kinakupatia uzima. Ni Roho wa Mungu. Kwa hivyo tumuombe Mungu atusaidie, tumtambue huyo Roho Mtakatifu kama msaidizi wetu, tumuite kila siku na tupende kumjua zaidi, kwa sababu yeye ndiye atakayetufunulia siri za maisha ya nani? Ya Mungu. Mpango wake juu ya maisha yetu. Atatuangazia, atatuambia ukweli wote. Hakutakuwa na nafasi ya uongo. Shetani akisema kwamba utafanikiwa katika waganga, utasimama useme kwa jina la Yesu nitafanikiwa. Sasa ndoa yako akikwambia nikamoteka atakusaidia, utamwambia kwa jina la Yesu ndoa yangu itasimama. Amen. Sawa? Juzi kuna mama mmoja tulikuwa tunaongea na yeye. Kaniambia mwanaume amepotea. Amekimbilia kwa nyumba ya mwingine. Nikamwambia mbona ni rahisi sana? Mbona hicho kitu ni rahisi sana? Tusali. Na huyu sio wa kwanza na sio wa pili, sio wa tatu. Tufanye nini? Tusali. Baada ya siku 3 aliandikia message, kumekujwa. Amerudi. Tusifiwe Yesu Kristo. Umefanya nini? Amerudi. Sio kamute. Sio matusi kwa simu. Sawa? Sio sijui unatuma wazee wa kijiji. Piga magoti, mwambie Roho Mtakatifu nisaidie, huyu mwanaume anarudi hapa. Anza kuitisha. Kama ni mwanamke anaambia Yesu, huyu anarudi hapa. Ni mama wa watoto wangu, ni mke wangu. Tuko pamoja? Atarudi. Wengine baraka zetu sijui zilifanywa nini. Hatupatangi sijui maendeleo, hatupatangi nini. Unasema wewe sijui nani alisema sijui na. Mwambie Roho Mtakatifu nisaidie, ili nipate kuelewa baraka zangu na baraka za watoto wangu na elimu zao ziko wapi. Mwiteni nani? Roho Mtakatifu. Aliyenena ni Roho Mtakatifu, sio mimi, na ndio maana mahubiri yamekuwa marefu siku ya leo.